Jina langu ni Ayubu, nina miaka 14 na ninaishi na shangazi yangu kijijini, mbali kabisa na makazi ya watu wengine. Nyumba yetu ni ya kawaida tu ya bati, pembeni kuna pori na mashamba. Usiku ukifika, kimya kinakuwa kizito. Unasikia upepo ukipiga bati juu ya dari na sauti za wadudu zinakatiza ukimya huo. Shangazi yangu, Mama Shabani, hufanya kazi ya zamu ya usiku zahanati ya kijiji jirani. Kwa hiyo karibu kila usiku mimi hubaki peke yangu. Lakini hatukuwa peke yetu kabisa. Tulikuwa na mawasiliano na wanakijiji pamoja na sungusungu kwa dharura. Siku hiyo mvua ilinyesha tangu mchana. Radi zilikuwa zinapiga mpaka nyumba inatetemeka. Nilirudi nyumbani nikiwa nimechoka, nikala haraka, kisha nikajifungia chumbani nikiangalia video na kucheza game. Saa 3 usiku, shangazi alinijia. Ayubu, nakwenda kazini. Usifungue mlango kwa mtu yoyote usiku, umenielewa? Nilimjibu, nimekuelewa shangazi. Aliondoka. Nikabaki peke yangu, nikiwa nasikiliza mvua ikipiga paa la bati kwa nguvu. Baadaye, nililala. Ghafla, gong! 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 Nilishtuka usingizini. Nilikaa kitandani, nikasikiliza. Kelele ikarudi tena. Gong! Gong! Nilishuka polepole kwenda mlangoni, moyo ukipiga kwa nguvu. Nikachungulia dirishani, hakuna mtu. Upepo tu na mvua. Nilijaribu kujituliza. Labda upepo. Lakini nilipoangalia simu, saa 3 usiku. Hapo ndipo hofu ilianza kunipanda. Niliporudi chumbani, krr, krr. Sauti ilitoka juu ya dari, kama mtu anatembea juu ya bati. Nilikaa kimya. Nikatega sikio. Hatua polepole zikisogea juu ya kichwa changu. Damu yangu iliganda. Hakuna mtu angeweza kuwa juu ya dari saa hiyo. Ghafla, bam! Kama kitu kizito kilianguka juu ya dari. Nilitetemeka. Sikusubiri. Nilichukua simu, nikampigia mmoja wa majirani wa mbali, Mzee Juma, ambaye pia ni sehemu ya sungusungu. Kwa sauti ya chini, nikasema, kuna mtu juu ya dari yangu, naogopa, tafadhali njoo haraka. Alijibu, usitoke ndani, jifungie, tunakuja sasa hivi. Ndani ya nyumba yetu kulikuwa na mlango mdogo unaoenda darini. Ghafla, krek! Mlango ule ulianza kufunguka polepole. Sauti ya mbao ikilia. Nilihisi kama moyo wangu umesimama. Kisha, hatua nzito zikaanza kusikika sakafuni. Gu, gu, gu. Mtu alikuwa ndani ya nyumba. Ghafla, mtu huyo alipiga kelele. Aaah! Sauti ya kutisha ya mtu aliyepagawa. Alianza kukimbia ndani ya nyumba, akifungua milango kwa nguvu. Akiingia chumba kimoja, akicheka, akilia, kama mtu asiyenana akili timamu. Mpaka akafika chumbani kwangu. Nilikimbia kimya kimya na kujificha ndani ya kabati. Kupitia nguo nilimuona. Alikuwa mchafu, macho yake makubwa na tabasamu la kutisha sana. Alikuwa ananusa hewa kama mnyama. Akatazama chini ya kitanda. Kisha akasimama. Nilishikilia pumzi, lakini nikashindwa. Nikatoa pumzi kidogo tu. Alinyanyua kichwa chake polepole, akanitazama moja kwa moja. Kimya kikatawala. Kisha akaanza kunisogelea. Hatua zake zilikuwa za polepole, za kutisha, mpaka akasimama mbele ya kabati. Tabasamu lake likapanuka zaidi. Akaushika mpini wa kabati. Bam! Mlango wa nje ulivunjwa kwa nguvu. Simama hapo, sungusungu! Vijana wa kijiji waliingia ndani kwa makelele. Yule mtu alishtuka, akajaribu kukimbia, lakini alizidiwa. Wakamwangusha chini, wakamfunga kwa nguvu. Nilitoka kabatini nikitetemeka, nikakimbia nje.
Wananchi walikuwa wamejaa nje, wengine wana mienje, wengine na rungu. Mvua bado ilikuwa inanyesha. Walipomtoa yule mtu nje, alinigeukia, akanitazama na akatabasamu tena, tabasamu lile lile la kutisha, macho yake akiwa yamenikazia kama bado ananiona hata akiwa amefungwa. Lakini kinachoniumiza zaidi ni ile picha ya mwisho. Yule mtu amesimama mbele ya kabati langu, akitabasamu, akijiandaa kunipata. Baada ya tukio lile la usiku, mvua bado ilikuwa inanyesha, lakini sasa haikunishtua tena kama ilivyokuwa mwanzo. Kilichokuwa kinanitetemesha ni yule mtu. Wanakijiji walikuwa wamejaa nje ya nyumba yetu, wengine wana mienje, wengine na rungu, wakizungumza kwa hasira. Lakini hali ilibadilika ghafla. Hasira ikageuka kuwa vurugu. Mzee mmoja aliyejulikana kijijini kama Mzee Juma alikuja karibu nami. Aliniangalia kwa macho mazito, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Huyu si mtu wa kawaida Ayubu. Tumekuwa tunamtafuta kwa muda mrefu sana." Nilishtuka. "Anamaanisha nini?" Niliuliza kwa sauti ya hofu. Akasema, "Anaitwa Shabani. Zamani alikuwa anaishi kijiji jirani, lakini akili yake ilipotea baada ya tukio baya sana." Wanakijiji walianza kunisimulia kwa vipande vipande. Huyu mtu alikuwa anaonekana miezi mikavu iliyopita. Hakuwa anaonekana mchana, lakini usiku alikuwa anazunguka kwenye nyumba za watu. Wakati mwingine watu walikuwa wakisikia hatua juu ya dari, wakidhani ni panya au kata. Lakini asubuhi walikuta milango imefunguliwa, vitu vimevurujika, na wakati mwingine watu walikuwa wanapotea. Kulikuwa na mtoto mmoja aliyepotea, mpaka leo hajapatikana. Na watu walikuwa wanaanza kuamini kuwa huyu mtu alikuwa si mzima kichwani na pia alikuwa hatari sana. Mzee Juma aliendelea kusema, "Kwa siku kadhaa sasa tulikuwa tunamfuatilia. Alikuwa anajificha kwenye mashamba na maporini. Leo tuliona nyao zake zikielekea huku, ndipo tukaja kimya kimya. Inaonekana kuwa walikuwa tayari karibu, na wakati nilipowapigia simu walikuwa hawako mbali sana. Lakini kabla hata mambo hayajatulia, kelele zilianza. Huyu ndiye aliyekuwa anatesa watu. Ametosha!" Hasira ililipuka. Wanakijiji waliinuka juu yake. Sungusungu walijaribu kuwazuia kidogo, lakini hasira ilikuwa kubwa mno. Walikuwa wamechoka kuishi kwa hofu. Mwisho wake wa kutisha. Walianza kupigwa kwa marungu, kwa mateke, kwa hasira iliyokuwa imejikusanya kwa muda mrefu. Nilikuwa nasimama mbali, nikiwa natetemeka. Sikuweza hata kuangalia vizuri. Kelele zake zilianza kupungua taratibu, mpaka zikanyamaza kabisa. Kimya kizito kikatawala. Mvua pekee ndiyo ilikuwa inasikika. Baadaye taa za gari zilionekana mbali. Ilikuwa ni gari la askari. Walishuka, wakachunguza hali ile. Hawakusema mengi. Walichukua mwili wake uliokuwa umefunikwa na matope na damu, wakaubeba kimya kimya. Mmoja wao alisema tu, "Tutaupeleka mochwari." Wananchi walianza kuondoka mmoja mmoja. Hakukuwa na shangwe, hakukuwa na furaha. Ilikuwa ni kama kitu kibaya kimeisha, lakini kivuli chake bado kipo. Asubuhi ilipofika, shangazi yangu alirudi. Aliponiangalia, alijua kuna kitu hakiko sawa. Sikumwelezea kila kitu, lakini yeye alihisi. Na tangu siku hiyo, hakuwahi tena kuniacha peke yangu usiku. Lakini mimi, mpaka leo, kila nikisikia sauti juu ya dari au upepo ukipiga bati usiku, nakumbuka kitu kimoja tu, ile tabasamu yake na jinsi alivyonitazama, kana kwamba hata baada ya kufa bado yupo. Kama umeipenda simulizi hii, basi usisahau kubonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kupata hadithi zetu mpya kila zinapotoka. Katika channel hii tunakuletea simulizi zenye hisia halisi, zipo zinazogusa moyo
zinazosisimua na nyingine zinazoleta hofu kidogo, lakini kwa namna ya kuvutia zaidi. Naamini kabisa kila hadithi unayosikiliza hapa itakuacha na hamu ya kusikia inayofuata, kwa sababu simulizi zetu zina ladha ya kipekee, tofauti na ulizowahi kusikia hapo awali. Bonyeza subscribe sasa, washa alama ya kengele, kisha endelea kufurahia hadithi nyingine zilizopo kwenye chaneli yetu. Karibu sana kwenye ulimwengu wa simulizi, mahali ambapo kila hadithi ina uhai wake.